Mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Geita imemhukumu Ramadhani Katoro mwenye umri wa miaka 25, dereva bajaji, kutumikia kifungo cha miaka 30 jela kwa kumbaka msichana mwenye umri wa miaka 17 ambaye ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Mwatulole baada ya kumtorosha binti huyo na kumweka kinyume cha sheria. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mkuu wa mahakama hiyo Bruno Bongole baada ya upande wa mashtaka kuthibitisha kosa hilo pasipo kuacha shaka yoyote. Hakimu Bongole amesema mahakama hiyo inatoa adhabu kali dhidi ya mshtakiwa ili iwe fundisho kwake na wanaume wengine wenye tabia za kuwabaka watoto wa shule kama yake. Amesema upande wa mashtaka ulikuwa ukiongozwa na wakili wa serikali Concesa Desderia ambaye alipeleka hapo mahakamani mashahidi 6 na kielelezo kimoja ambavyo vilithibitisha kuwa mshtakiwa huyo alitenda kosa hilo. Hakimu Bongole amesema kati ya Disemba 12 mwaka 2024 hadi Februari 10 mwaka 2025 katika maeneo ya Bomani na Mseto mkoa wa Geita, mshtakiwa alikuwa akiishi na mwanafunzi huyo nyumbani kwake kama mke wake, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria. Aidha, amesema ameangalia ushahidi wa pande zote na kubaini kuwa upande wa mashtaka umethibitisha kosa hilo pasipo kuacha shaka yoyote. Hivyo mahakama hii inamtia hatiani mshtakiwa kwa kosa aliloshtakiwa nalo. Pia mahakama hii inamtaka mshtakiwa kutoa maombolezo ya kupunguziwa adhabu. Mshtakiwa huyo wakati wa maombolezo ya kupunguziwa adhabu aliomba mahakama impunguzie adhabu kwa sababu ni kosa lake la kwanza, pia ana familia inamtegemea. Upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili wa serikali Desderia aliomba mahakama itoe adhabu kwa mujibu wa sheria ili kukomesha vitendo vya ubakaji katika mkoa wa Geita. Hakimu Bongole alitupilia mbali utetezi wa mshtakiwa huyo na kusema katika kosa la ubakaji ina adhabu moja tu. Pia kitendo cha mshtakiwa kuchukua mwanafunzi na kuishi naye kama mke wake ni kinyume na sheria. Hivyo mahakama hii inamhukumu mshtakiwa kutumikia kifungo cha miaka 30 jela, na akimaliza kifungo chake atakuwa amejifunza namna ya kuishi na jamii. Rufaa ipo wazi kwa upande wowote ambao haujaridhika na hukumu hiyo. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku.